Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika fani ya mantiqa, na darsa tunalosoma ni darsa lenye anwani inayosema ad-dalala, kwa maana dalili. Ad-dalalatu kwa maana dalili. Hiyo dalili ni nini? Katika fani ya mantiki wanasema kaunu shay bihalatin yalzamu min alilmi bihi alilmu bishay'in akhara. Wataalamu ilmu almantiki wanasema ad-dalala, dalala ni nini? Wanasema kaunu shay ni kuwepo kwa kitu, lakini kitu hicho bihalatin, kiwepo kwa hali ambayo yalzamu min alilmi bihi, inayolazimisha kwa kujua kitu hicho alilmu bishaiin akhara. Hapo itakupelekea upate ilmu ya kujua kitu kingine. Unaona fani ya mantiki ilivyokuwa inapanua akili Wanasema dalala ni nini? Kaunu shay'in bihalatin, ni kuwepo kitu kwa hali ambayo yalzamu, itakayolazimika hali hiyo, min alilmi bihi, ya kukijua kitu hicho, alilmu bishaiin akhara, itakupelekea wewe kujua ilmu ya kitu kingine kwa uwepo wa kitu ambacho kinakupa taaluma ya kujua kitu fulani biidhnillah. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa idahu taarif kwa maana kuiweka wazi hiyo taarif, kwa maana hiyo definition. Tunasema idha sami'ta jarsal babi yaduqu yantaqilu dhihnuka ila wujudi shakhsin bilbabi. Tunaona sawa? Tena qad dhaghata ala zirri wa hadha al-intiqalu yujibuhu adatan mulazamata sauti al-jarsi. Tunaona sawa? Wanasema idha samita jarsal babi, utaposikia kengele ya mlangoni, sawa, yaduku, inagonga ile kengele, inalia, yantaqilu dhihnuka, itabeba akili yako, ila wujudi shakhsin, kwamba bilbabi, kwamba mlangoni kuna nani? Kuna mtu. Tunakwenda sawa? Kwa nini? Kwa sababu hii ni dalili. Kaunu shay'in bihalatin yalzam min alilmi bihi alilmu bishay'in akhar, yani kile kuwa kwa kitu ambacho kina, yani hali ambayo inayolazimisha kwa kujua kitu kimoja inakupelekea kujua kitu. Kwa kujua sauti ya kengele inakupelekea kujua kuwa kuna nani? Kuna mtu katika mlango. Hiyo ndio fani ya mantiki, na hii ndio ad-dalala. Ndio maana mara nyingi tunawaambia wale, nakwambia dataka dalili, naambia dalili ni kusoma na kutafsiri, au dalili ni ile ilmu iliyo ndani ya hayo unayosoma na kuyatafsiri.
Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo dalala maana yake idha samita jarsal babi, ukisikia kengele ya mlangoni, we mzee mwenye kanzu nyekundu, yaduku inalia, yantaqilu dhihnuka ila wujudi shakhsin, maana yake itabeba akili yako kwamba pale mlangoni kuna nani? Kuna mtu, kwa sababu umesikia nini? Kengele. We mtu hujamuona lakini umesikia nini? Tena utajua qad dhaghata ala zirri, huyo mtu alichofanya pale mlangoni amefanya nini? Kabonyeza kengele nani, ile swichi. Baada ya kubonyeza switch, lakini haya maalumati yote yanakuja baada ya wewe kufanyaje? Kusikia ile kengele. Unajua kutakuna mtu na huyo mtu kafanya tukio la kubonyeza kengele. Ndio anasema ad-dalalatu kaunu shay'in bihalatin yalzamu min al-ilmi bihi al-ilmu bi shay'in akhara. Kwa maana ukisikia dalala ni kuwepo kwa kitu ambacho hali yake inalazimisha, baada ya kukijua kitu hicho, taaluma inakupeleka kuwa kuna kitu kingine pia. Umesikia kengele, taaluma ikaja, kuna mtu. Tena basio kuna mtu tu, ukajua na mtu mwenyewe kabonyeza kitufe kile, ndio maana kengele. Hujamuona, hebu angalia kuna mtu hapo nje. Si ndivyo inavyokuwa? Hiyo ndio mantiki, lazima uwe na akili pana biidhnillah. Tunakwenda sawa? Naam. Wa hadha al-intiqalu, na haya yaliyobebwa na akili, yujibuhu, yanawajibisha sasa wewe kujua kama kuna nani? Kuna mtu. Adatan mulazamata sauti aljarsi, na hii inatokana na nini? Na kule kusikia wewe sauti ya nini? Ya kengele. Ndio imekupelekea wewe ukajua kuna mtu na mtu huyo kabonyeza swichi. Ndio maana nimesikia sauti ya kengele. Hiyo ndio inaitwa nini? Ad-dalala, kwa mujibu wa watu wa fani ya nini? Ya mantiki. Sawa. Lakini kadhalika wadhagtu ala zirri, na utajua kwamba huyu mtu, yani kule kubonyeza hiyo swichi, liwujudi shakhsi bilbabi, ndiyo ishara ya kupatikana mtu wapi? Mlangoni. Ndio maana haupati tabu. Kishajua kengele imelia, unajua kabisa kuna mtu, na mtu tendo alolifanya ni kubonyeza ile swichi. Sawa. Hadha al-ijab, majibu haya, nafsuhu yenyewe, huwa dalala, ndio inaitwa nini? Dalili hiyo mzee. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo ukimwona mtu anakusomea hii tunataka dalili, alafu dalili yenyewe anataka ni ile inayosema hivi, anasema idha mata ibnu adama, alafu anatafsiri akifa mwanadamu, inqata amaluhu, amali zake zimeishia hapo. Umeona dalili hiyo? Dalili hivi, dalili inaweza kawa hivyo jamani? Alafu na hiyo ndio elimu kubwa kweli kweli. Yani wewe ukiweza kusoma hadithi na ukatafsiri, basi wewe una elimu kubwa ambayo hakuna yoyote duniani ana elimu zaidi yako wewe. Kwa nini? Umeweza kusoma idha mata ibnu adama, akifa mwanadamu, inqata amaluhu, amali zake zimeisha. Alafu hiyo ni elimu kubwa, hakuna mwingine yoyote anaweza kujua zaidi yako wewe. Wewe mzee unanielewa? Unaanza kunielewa sasa. Kuna watu wako hivyo mzee, au anakusomea aya qala Allahu ta'ala wala tamutunna illa antum muslimun, alafu anatafsiri wala msife ila mfe hali ya kuwa ni Waislamu. Hakuna yoyote anajua ilmu hii, mimi ndo tari. Kwa hivyo tu, kwa kusema tu wala tamutunna na wala msife illa wa antum muslimun, isipokuwa mfe hali ya kuwa ni Waislamu. Hilo ni bonge la elimu, hakuna yoyote anayejua hapo zaidi ya yeye. Jamani, kama unaona kama watu wanachezewa akili hivi hivi, hiyo ndio inaweza ikawa ilmu kweli? Kusoma matini na kutafsiri ikawa ndio dalili? Dalili ni yale yaliyo ndani. Sasa hiyo matini yenyewe na tafsiri, katika matini na tafsiri hapa katikati kunapatikana kitu kinachoitwa al-ijab. Al-ijabu ndio nini? Ad-dalala, kwa mujibu wa watu wa fani ya mantiki. Tunataka tujue baada ya tafsiri na hiyo matini, hapa katikati kuna kitu kinazaliwa. Hichi kitu kinachozaliwa ndio elimu yenyewe na ndio dalili. Dalili sio tafsiri wala dalili sio matini. Sasa wengi wamezevezwa hapo. Dalili ni matini na tafsiri yake ndio dalili. Uongo mtupu. Alafu ndio elimu kubwa. Ukiuliza utaambiwa maneno ya Ibn al-Jawz au maneno ya Ibn Qayyim al-Jawziyya. Anasema al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul. Ilmu ni qala Allah
wa qala ar-rasul. Imeisha hiyo, ndio ilmu yenyewe hapo. Manake wewe ukisema tu idha akala ahadukum falyakul biyaminihi, atapokula mmoja wenu ale kwa mkono wa kulia, bonge la dalili hilo na bonge la ilmu hiyo. Hivi kweli unaamini ndio ilmu inaweza kuwa hivyo? Kusoma matini vizuri na kutafsiri basi ilmu hiyo? Tunataka usome matini alafu utafsiri, alafu hichi kinachopatikana baina ya tafsiri na matini tunapata ijab, ndio inatupa dalili. Tunaelewana vizuri? Haya. Kwa hiyo ad-dalala, sawa? Fahuna thalathatu umurin. Sasa hapa katika haya mambo ambayo tuliyasema hapa kuna mambo mangapi? Matatu. Jambo la kwanza, kipatikane kitu kinachoitwa ad-dalu. Na cha pili, kipatikane kitu kinachoitwa al-madlulu alayhi. Na jambo la tatu, inatakiwa kipatikane kitu kinachoitwa ad-dalala. Naona mambo ili upate kinachoitwa dalili, inatakiwa kupatikane vitu vingapi? Matatu. Cha kwanza, ad-dalu ni yule ambaye au kile ambacho kinachotoa dalili yenyewe. Unaelewa vizuri? Naam. Huwa sautul jarsi, katika mfano wetu kinachotoa dalili ni nini? Sauti ya kengele. Ile kengele unasikia inalia ile ndo adalu, ndio anayetoa ismul fa'ili hiyo, anayetoa dalili. Lazima awepo kwanza anayetoa dalili au kinachotoa dalili ni nini? Idha mata ibn adama inqata amaluhu, akifa mtu amali zake zimeishia hapo. Anayetoa dalili au kinachotoa dalili ya kwamba kafa na mambo yakaishia hapo ni nini? Matendo. Tunaelewana vizuri? Yani inqita'ul hawasi ni mwili wake kusimama, hautoi sadaka tena, hausali tena, hausemi tena maneno mazuri. Yani ukishakufa umeshafanyaje? Fala saddaka wala salla. Si ndio Mungu anasema hivyo? Ukishakufa mzee, kuswali hakuna wala kutoa sadaka hakuna. Usifikirie kule kaburini unaenda unaswali alafu unatoa sadaka kule. Mzee, kama hujatoa hapa duniani imekula kwako. Natakiwa unatoa nyingi, unanipa mimi hapa. Umesikia wewe mzee? Leo umependeza na kofia yako sababu ina rangi ya Yanga. Haya. Adalu, sawa? Kitu cha kwanza ni nini? Ismul fa'il, ni kile kinachotoa dalili au kinachojulisha, sawa? Huwa sautul jarsi, katika mfano wetu ni nini? Ni sauti ya kengele, sawa? Lakini cha pili, almadlulu alayhi, sawa? Ni kile kinachojulishwa kwa kuwepo kinachojulisha. Kuna kinachojulishwa kwa kuwepo kinachojulisha. Wa huwa ujudu shakhsi bilbabi, nayo katika mfano wetu ni kule kupatikana mtu wapi? Mlangoni. Ndio nani? Almadlulu alayhi, ndio anayejulishwa. Anayejulisha ni sauti ya kengele, anayejulishwa ni mtu aliye mlangoni. Tunaelewana vizuri eh? Ndio tunatafuta dalili we mzee, sio matini na tafsiri eti kawa dalili. Lakini kadhalika watatu, ad-dalala, dalili yenyewe. Sasa unaona dalili inapopatikana, dalili haipatikani kwa matini na tafsiri. Tunamtafuta kwanza adalu, tunamtafuta almadlulu alayhi, alafu ndio tunapata adalala. Dalala ni huwa ijab, nayo ni majibu. Sasa majibu yenyewe ni nini? Ijabu idrakika sauti aljarsi, ni kule kupatikana kwa majibu ya utambuzi wako. Kutambua nini? Sautul jarsi, sauti ya nini? Ya kengele. Liidrakika wujudi shakhsi, kule kutambua sauti ya kengele ndiko kunako kujuza uwepo wa nani? Wa mtu. Bilbabi, mlangoni. Ndio unapata nini? Ad-dilala. Sasa dalili ndio inakuja hapo mwishoni. Tunaelewana vizuri? Hii ndio fani ya mantiki. Ukisoma mantiki unakuwa na akili pana, unakuwa na akili kubwa. Sasa wenzetu wale hizi fani hawazisomi na wanaambiana ni nini? Ni haramu kabisa kusoma mantiki. Kwa nini? Kwa sababu ili wale wanafunzi wao wawe na akili ndogo, basi wakiwa na akili ndogo maana yake kila watachokuwa wanaambiwa watakuwa wanafanya nini? Wanabeba. Kwa sababu ukiwa na akili ndogo huwezi kupambanua mambo. Sasa ukisoma fani hizi akili yako inakuwa kubwa, utamuuliza mwalimu wako, hii hadithi unaposema hii ni dalili,
Dalili tunakusudia nini? Ukimuuliza maswali mawili matatu ya namna hiyo anakutimua hapo chuoni. Au inaonekana wewe una chembe fulani una chembe wewe. Sio chembe. Wewe unatakiwa ufanyaje? Jibu swali katika ulichoulizwa. Si shekhe wetu alikuwa anatuambia ukienda kwa shekhe kusoma, alafu unamuuliza swali, shekhe anakuambia qala Allahu Ta'ala, unamwambia shekhe hii qala ni fi'lu gani? Anakuambia bwana mdogo, haya mambo ya fi'lu gani hana mpango sana, kenye mpango ni kujua sheria. Shekhe wetu anatuambia inuka, kunguta makalio, ondoka na usirudi tena kwa shekhe huyo. Watu wakasema anawafundisheni ujeuri. Sio ujeuri, ndo sawa haswa mambo jinsi yalivyo. Lakini kitendo gani? Anakuambia hii ni fi'lu madhi mu'tallul ajwaf. Pale unainuka, unampa mkono, unasema yes, hapa nitavuna mambo, nitapata ilmu hapa. Sio mtu unamuuliza, anasema wewe unamwambia man ahdatha fi amrina hadha, alafu anakutafsiria. Maana ilmu sio tafsiri jamani, tuelewane vizuri. Kuna watu wanahisi ilmu ni matini na tafsiri kwamba ndo ilmu. Wallahi kama we bado una fikra hizo kwamba ilmu ni matini na tafsiri, basi wewe uko nyuma sana katika dunia hii. Tafsiri, yani matini na tafsiri ni mwanzo wa kuiendea ilmu. Tunaelewana vizuri? Sasa kuna watu wako mwanzo katika kuiendea ilmu, ndio anaona ilmu yenyewe. Subhanallah. Hii ni hatari sana. Haya, kwa hiyo we mzee unanielewa sasa Kwa hiyo ukiona mtu anakuambia man ahdatha fi amrina hadha, mwenye kuzusha katika jambo letu hili, ma laisa minhu, kile ambacho hakimu. Wewe ukimuuliza swali, lakini mwalimu, kama hapa kuna ma laisa minhu, hatuoni kama hapa kuna kuzusha kilichomo? Hakuna hiyo. Hakuna kivipi? Na sentensi zinaonyesha hivi. Dalili ni nini? Ili tupate dalili inatakiwa tupate adalu, tupate almadlulu alaihi, tupate adalala. Sasa nataka mwalimu niambie katika hadithi hii, adalu ni nani? Almadlulu alaihi ni nani? Adalala ni nani? Uone kama ufukuzu siku hiyo hiyo. Siku hiyo utaambiwa wewe una chembe. Kwa hiyo toka. Sheikh unatimliwa. Tuseme la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia darasa lijalo tutasoma aqsamuha, migawanyiko saizi adalala. Dalala yani migawanyiko yake ikoje? Wallahi ukijua haya hakuna mtu anakupeleka kama ling'ombe. Huendi hata siku hii. Lazima utakuwa na maswali ambayo yanakuwa magumu. Pale Kinondoni zamani kidogo, mwaka 2000 mimi nimefundisha pale Kinondoni shamba. Kulikuwa na msikiti mdogo, sasa hivi nafikiri umejengwa, ulikuwa unaitwa Masjidu Tauba. Pale kulikuwa na darsa linaendeshwa pale baadhi ya masiku jioni. Sasa kuna mtu mmoja, yeye alikuwa maswali yake ni magumu tu katika lile darsa. Na mwalimu alikuwa akifundisha pale, akimuona yule bwana kanyosha kidole, anasema oho, balaa limekuja. Huyu bwana maswali yake yalikuwa magumu na yale maswali tata. Anaweza labda mwalimu anafundisha pale Riyadhus Salihin, hadithi za bwana mtume, kitabu cha al-Imam an-Nawawi, anafundisha pale. Sasa akasoma hadithi, shekhe anachofanya ananua mikono, alikuwa anapita humu, shekhe hii hadithi mashaallah, hapo mimi nahitaji shekhe wangu nimjue adalu, nimjue almadlulu alaihi, alafu nijue adalala. Wallahi darasa lilikufa. Baada ya wiki 2 wiki 3 yule jamaa alisababisha darasa life. Ikawa darasa likitaka kufanyika anatazama kwanza, yupo leo hayupo, ndo darasa linaendelea. Akiwa yupo anakwamisha mambo yaendi. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo iko hivyo. Ni muhimu sana jamani kuzisoma hizi fani. Ukizijua hivi wallahi hupelekwi. Na ndio maana wale watu wanapigwa pini, usome kwa mashekhe fulani, usome. Kwa nini? Kwa sababu anajua kabisa tukiwaacha watu wakakutana na watu wa fani hizi wakasomeshwa haya mambo, hawarudi kabisa kwa wale mashekhe. Watawachallenge mpaka watawafukuza. Ndio.
Sasa hivi kweli wewe unashindwa kuelewa kabisa kwamba man ahdatha fi amrina hadha, atakayezusha katika jambo letu hili ma laisa minhu. Sasa kulikuwa na haja gani ya kuja sentensi ya ma laisa minhu kama ni vitu vyote bid'a tu ambapo hakufanya mtume ni bid'a, haifai? Sasa neno ma laisa minhu kisichokuwemo, kulikuwa na haja gani na sentensi hiyo? Sasa ndio watu sasa wanasimama wanamwambia shekhe, hadithi hii nataka nimjue adalu, nimjue almadululu alayhi, nijue adalala. Shughuli inaanzia hapo. Una chembe chembe wewe. Ukishakuwa na chembe chembe shehe, unaambiwa wewe hapa utufai. Hizi chembe chembe hizi utahamisha na kwa mwingine na kwa mwingine, matokeo yake itakuwa tayari imeshapatikana al-ansija, tishu kabisa. Ikishapatikana tishu mzee, kuna somo tena hapo limekwisha. Sasa kwa hiyo inshallah hizi ni fani muhimu sana za kuzisoma. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu ya Allah. Tunayafanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu. Ya Rabbi, tunakuomba thawabu zetu apelekea wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748969733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.